Mheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa orodha ya shughuli zetu za leo ilikuwa ifuate hoja ya serikali, lakini mtakumbuka jana wakati wa kuhitimisha hoja hapa ya ofisi ya Rais TAMISEMI kuhusu makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 niliahidi kwamba tutapata nafasi ya kusikiliza majibu ya Mheshimiwa Waziri kuhusu tuhuma alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo. Kwa hivyo nitampa Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI atoe huo ufafanuzi, kisha tutaendelea na ratiba yetu. Mheshimiwa Omar Mchengerwa. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa hoja za bajeti, Mheshimiwa Mrisho Gambo, mbunge wa jimbo la Arusha mjini, aliwasilisha tuhuma kuhusu miradi minne mikubwa inayotekelezwa na halmashauri ya jiji la Arusha kama ifuatavyo: ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri, ujenzi wa soko la machinga, utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo, kutokuwa na tija kwa halmashauri, na ujenzi wa barabara ya TACTIC kutoka stendi mpya kwenda Mbauda. Mheshimiwa Spika, naomba nichukue nafasi hii kutoa ufafanuzi katika hoja zote nne kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa jengo la utawala la halmashauri ya jiji la Arusha, kwa heshima ya bunge hili na kwa maslahi mapana ya taifa, ninaomba kuweka bayana ukweli wa hoja hii kama ifuatavyo. Kuhusu ujenzi wa jengo la utawala wa jiji la Arusha, ambapo alitoa tuhuma nzito dhidi ya utekelezaji wa ujenzi wa jengo hilo, akidai kuwepo kwa ongezeko lisilo halali la takriban shilingi bilioni 8 pamoja na madai ya mchanganyiko wa vipimo vya BOQ uliosababisha malipo ya fedha isiyostahili. Mheshimiwa Spika, mradi wa jengo la utawala ulianza mwaka 2019. Wakati huo Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mkuu wa mkoa wa Arusha kama msimamizi mkuu. Ujenzi ulifanyika kwa njia ya force account na baadaye ukahama kutoka force account na kuingia kwa mkandarasi. Akapatikana mkandarasi mshauri ambaye akasaidia kupatikana kwa mkandarasi wa ujenzi Mheshimiwa Mrisho Gambo akiwa mbunge. Hii yote ilitokana na malumbano yaliyokuwepo kati ya Mheshimiwa mbunge na baraza la madiwani na aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo, Mheshimiwa John Mongera. Malumbano hayo yalipelekea mradi kusimama kwa muda mrefu mpaka mwaka 2023 baada ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuingilia kati na baadhi ya watumishi kushtakiwa. Kamati ya fedha, mbunge alikuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha wakati huo, hakushiriki kikao husika kwa ruhusa, lakini posho alichukua. Hii ilikuwa ni mwaka 2023. Ikampa mkandarasi ndugu Tribe Construction, lakini hakuweza kuendelea na kazi tena. Ikatokea malumbano baina ya mkandarasi na kazi ikaanza tena upya mwezi wa 4 mwaka 2024 na kuomba kulipwa malipo ya awali. Ndiyo jengo likaanza kujengwa na sasa lipo ghorofa ya 6. Mpaka sasa, Mheshimiwa Spika, mkandarasi amekwisha lipwa hati 2 pamoja na malipo ya awali. Jumla ya hati zote 2 ni shilingi bilioni 1 na milioni 200. Pamoja na malipo ya awali, jumla inakuwa ni shilingi bilioni 2 na milioni 200. Na jengo lipo ghorofa ya 6. Na kilicholipwa mpaka sasa ni kidogo kulingana na uhalisia wa jengo mpaka hivi sasa. Hivyo mkandarasi analipwa malipo yake kwa kazi alizofanya, zikihakikiwa pia na mhandisi wa jiji kwa kazi zilizofanyika tu. Mheshimiwa Spika, kwa ujenzi unaofanywa na mkandarasi mshauri huandaa hati ya malipo kulingana na kazi iliyofanyika. Hivyo basi hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Nasisitiza, hakuna fedha ya serikali iliyoibiwa mpaka sasa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia dhamira ya dhati ya kulinda fedha za umma, tuhuma zilizotolewa na Mheshimiwa Gambo zimechunguzwa. Niliagiza pia kufanyika kwa uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo ulibaini hitilafu za kiufundi zilizojitokeza katika uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ambao vizio vya vipimo vilichanganywa kama ifuatavyo. Katika uchunguzi uliofanyika, kilichoonekana ni vizio vya vipimo, yani unit of measurement, kuchanganywa katika vipengele viwili wakati wa kuingiza kwenye mfumo wa ununuzi wa umma, yani NeST, ni kama ifuatavyo.
kipengele cha zege la sakafu la chini kwa unene wa milimita 200 ilikadiriwa kuwa mita za mraba 1128 kama ilivyoonyeshwa kwenye BOQ ya mhandisi mshauri. Hata hivyo, wakati wa kupandisha kipengele hicho kwenye mfumo wa manunuzi, yani NeST, kipengele hicho kilipandishwa kama mita za ujazo 1128. 2. Kipengele cha zege la sakafu la juu kiliainishwa kuwa ni mita za mraba 7034 kama ilivyoonyeshwa katika BOQ ya mhandisi mshauri, lakini katika kupandisha kwenye mfumo ununuzi wa umma kipengele hicho kiliingizwa kama mita za mraba 7034. Mheshimiwa Spika, management ya jiji la Arusha ilibaini kasoro hizo na kumjulisha mshauri mwelekezi kuhusu makosa katika vizio vya upimaji uliojitokeza katika barua yenye kumbu namba BC.3/253/0 IE/149 ya tarehe 10 mwezi Februari 2025 na barua kumbu namba BC.3/253/0 IE/150 ya tarehe 18 Februari ya mwaka 2025. Mtaalamu mshauri alijibu barua hizo kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/ADM/2024/20 ya tarehe 28 Februari 2025 kwa kukiri kupokea mapungufu hayo, na alichukua hatua za kumwandikia mkandarasi kumweleza mapungufu yaliyojitokeza kwa barua yenye kumbu namba KA/ACC/Admin/2024/24 ya tarehe 7 Machi 2025. Mheshimiwa Spika, mkandarasi alimjibu mtaalamu mshauri kwa barua yenye kumbu namba TRB.JV.TBW/Admin/ACC/HQ ya 2025 ya tarehe 8 Machi 2025 akikubali mabadiliko hayo ya vipimo tangu mwezi Machi kama yalivyoonekana katika mkataba. Taratibu za kuandaa mabadiliko addendum zinaendelea kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410. Hivyo gharama halisi za mkataba zitazingatia vipimo sahihi, ambapo mradi utatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 3,461,712,012. Aidha, fedha za ziada ambazo ni shilingi milioni 416 ikiwa ni 983 na senti 27 ikiwa ni sehemu ya malipo ya awali zitazingatia utekelezaji wa kazi na makubaliano ya mabadiliko ya mkataba. Kwa kuwa hoja hii iliibuliwa na halmashauri ya jiji kuhusu vipimo husika na kukubaliana na pande zote mbili tangu mwezi Machi, si hoja mpya, ilikwisha fanyiwa kazi na ndio desturi za mikataba. Hoja hii inasimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na TAKUKURU wanaifanyia kazi kujiridhisha tangu mwezi Machi 2025, na muda wowote addendum itasainiwa na mkandarasi yupo eneo la mradi mpaka jengo litakapokamilika. Mheshimiwa Spika, haya si matamko tu, ni matendo yaliyokwisha fanyika. Kuibua hoja ambazo zimekwisha fanyiwa kazi kwa makusudi na mamlaka husika au zipo kwenye mchakato ni sawa na kusisitiza kuwa serikali ni kipofu na bubu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupaswi kuwa na serikali ya kuogopwa, bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu, kwa watu na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi, tunalinda rasilimali kwa uaminifu na tunasimama na kusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Spika, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu msimamizi wa maendeleo, bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari, tunazidi kuijenga serikali ambayo Watanzania wanaweza kuiamini. Serikali inayosema kweli inachukua hatua, na hatua hizi zilizokwisha chukuliwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nisisitize tena, hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni 8 italiwa, na kwa kuwa mkataba ni mchakato, ni mwendelezo wa kazi, thamani halisi itaendelea kubaki kuwa kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba, na hakuna senti ya Watanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mheshimiwa Spika, ningependa kukumbusha bunge lako tukufu kuwa masuala yote ya maendeleo huanzia kwenye kamati ya maendeleo ya kata, kamati za kisekta za halmashauri na mwisho baraza la madiwani, ambapo sisi wabunge ni wajumbe kote huko. Kama miongoni mwetu kuna kitu hujaridhika, turejee kwenye halmashauri zetu, kwenye vikao vya kisheria, kwenda kupata ufafanuzi zaidi wa jambo mahususi ambalo hatujalielewa sisi kama wabunge. Katika hoja hii pia Mheshimiwa mbunge alisisitiza kuwa kuna wafanyakazi hawakuchukuliwa hatua kabisa.
Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utekelezaji wake kufanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali yani CAG aliyebaini mapungufu ya kiutaratibu. Na baada ya mapendekezo ya kisheria watumishi 6 walishtakiwa, lakini zaidi kulikuwa na kesi 3 za jinai za uhujumu uchumi zilizosajiliwa na mahakama dhidi ya baadhi ya watumishi na baadhi ya watumishi 3 kati yao waliwekwa rumande kwa takriban miaka 2 kabla ya kufutiwa kesi kwa maamuzi ya mahakama ya rufani kanda ya Arusha tarehe 16 Februari 2024 kupitia rufaa namba 116 ya mwaka 2023. Kesi nyingine ziliondolewa na mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ya 20. Hii inaonyesha kuwa serikali ilifuata hatua zote za kisheria na kiuadilifu katika kushughulikia tuhuma, ikiwa ni pamoja na kusimamia haki, uwajibikaji na misingi ya utawala bora, ambapo kamati ya uchunguzi iliundwa kushughulikia tuhuma hizo ilibainisha kuwa makosa walionayo ni ya kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kusisitiza kwamba Mheshimiwa Gambo mwenyewe aliomba adhabu hiyo ya kufukuzwa kazi isichukuliwe na badala yake ipunguzwe. Mheshimiwa mbunge alikuwa ni sehemu ya mchakato huu. Alishiriki kikamilifu katika kikao cha kamati ya fedha na cha baraza la madiwani kilichotoa adhabu kwa watumishi waliobainika na makosa ya kinidhamu. Mheshimiwa mbunge aliridhia na kushawishi kikao wapewe adhabu ya chini kabisa kwa watumishi wengine waliobaki, kukatwa mishahara yao kwa 15% kwa miaka 3 na bado wanakatwa mpaka sasa. Na adhabu hii Mheshimiwa Spika haijaisha. Kama njia ya kuhitimisha mjadala wa kinidhamu na hakuwasilisha pingamizi rasmi katika uamuzi huo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kuona yeye sasa akiwasilisha hoja hiyo bungeni kana kwamba ni jambo jipya au lenye sura ya kifisadi linaloendelea. Kuhusu ujenzi wa soko la machinga. Mheshimiwa Spika, kuhusu ujenzi wa soko la machinga, kiasi cha shilingi milioni 500 kutotumika hadi sasa. Katika mwaka wa fedha 2020-2021, halmashauri ya jiji la Arusha ilipokea kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa soko la wafanyabiashara ndogo ndogo yani wa machinga eneo la Engutoto. Baada ya mapokezi ya fedha, taratibu za utekelezaji wa miradi zilianza, ikiwa ni pamoja na kutaarifu vikao rasmi kuhusu mapokezi ya fedha hizo na madhumuni ya serikali ya kujenga soko hilo katika eneo la Engutoto. Mheshimiwa Spika, baada ya taarifa hiyo kuwasilishwa ofisi ya mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa wilaya mbunge Mrisho Gambo, meya wa jiji pamoja na mkurugenzi wa jiji walifanya ziara kutembelea eneo la Engutoto na kubaini kuwa eneo hilo sio eneo sahihi kwa ajili ya ujenzi wa soko tajwa. Viongozi hawa wa wilaya pamoja na mbunge walielekeza soko hilo lijengwe Semunge maarufu kama eneo la kwa Mchina. Katika hali hiyo ilibidi kiitishwe kikao cha dharura cha kamati ya fedha tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2022 ambacho kiliridhia soko lijengwe eneo lililopendekezwa. Mheshimiwa Spika, baadaye ilibainika kuwa eneo lililopendekezwa ni eneo la viwanja vya watu binafsi ambavyo ni viwanja namba 16, 17, 19, 20, 21 na 22 block U kata ya Kati. Hivyo haliwezi kutumika kwa ajili ya ujenzi wa soko. Tarehe 1 mwezi wa 7 2022 kikao cha kamati ya fedha cha dharura kiliitishwa na iliazimiwa soko hilo lijengwe eneo la Engutoto kwa kuwa hapakuwa na eneo jingine linaloweza kujengwa soko hilo. Katika kuendelea kutafuta eneo kwa ajili ya kujenga soko hilo, kilifanyika kikao cha tarehe 7 mwezi wa 3 2024 na walipendekeza maeneo matatu kama ifuatavyo: eneo la pembeni ya dampo, eneo la Intel na eneo la Bondeni City. Mheshimiwa Spika, kikao kingine kilifanyika tarehe 30 mwezi wa 1 2025 kati ya wataalamu wa halmashauri na uongozi wa wafanyabiashara wadogo wilaya yani Shiuma na kukubaliana kuwa soko lijengwe Bondeni City kwa kuwa mradi wa tactic wa ujenzi wa stendi kuu ya mabasi umeanza kwa kuanza na barabara. Baada ya makubaliano hayo, wataalamu wanaendelea na hatua ya kufanya marejeo ya michoro, makisio ya gharama kulingana na hali ya wakati huu, na tunatarajia zabuni ya ujenzi itatangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025. Na soko litajengwa katika kiwanja namba 178 block B Lord Joro Bondeni City chenye hati namba 9127. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia napenda kusisitiza kuwa ucheleweshaji wa mradi huu haukuwa matokeo ya uzembe bali wa busara katika kuhakikisha kuwa jambo sahihi linafanyika kwa njia sahihi. Hili ni somo la uongozi kwamba wakati mwingine kukubali kutafakari upya si dalili za udhaifu bali ni uthibitisho wa dhamira ya kweli ya kutoa suluhisho endelevu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tumefikia makubaliano ya kutumia kiwanja namba 178 block B katika eneo la Bondeni City, eneo lililo halali, wazi na linalokidhi matakwa ya kimazingira na kimkakati.
Zabuni ya ujenzi inatarajiwa kutangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na serikali itaendelea kusimamia kila hatua kwa weledi na kwa uwazi. Ni muhimu tukumbuke maneno ya mwanafalsafa John Stuart Mill aliyesema, maendeleo ya jamii yanapimwa kwa namna taasisi zake zinavyowajibika kwa waliodhulumiwa au kusahaulika. Kwa muktadha huu, ujenzi wa soko hili ni zaidi ya majengo, ni sehemu ya heshima kwa maisha na juhudi za wamachinga wetu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuhakikishia Watanzania, hasa wamachinga wa jiji la Arusha, kuwa soko hili linakuja tena kwa heshima, kwa hadhi na kwa matarajio walionayo. Kama ambavyo wahenga walisema, penye nia pana njia, nasi tumejifunza kujirekebisha na sasa tunatekeleza. Utengaji wa bajeti ya shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya kubomoa maduka eneo la stendi ndogo kutokuwa na tija kwa halmashauri. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/2026 halmashauri ya jiji la Arusha imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa maduka ya kisasa katika eneo la stendi ndogo. Fedha hizi hazikulengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee. Nasisitiza, fedha hizi hazikutengwa kwa ajili ya ubomoaji pekee kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesisitiza kwenye bunge lako hili, bali kwa utekelezaji wa mradi wa maendeleo unaolenga kubadilisha taswira ya eneo hilo kuwa eneo la kisasa kabisa, la kibiashara na la kuvutia. Uamuzi huu umetokana na maazimio ya vikao halali vya baraza la madiwani vilivyofanyika kuanzia tarehe 24 hadi 25 Februari 2025, ambapo Mheshimiwa mbunge ndugu Mrisho Gambo